Hayo unayoyaona ni maandalizi ya kumpokea waziri wa madini Anthony Mavunde na mbunge wa jimbo la Dodoma anayetarajiwa kuwasili mkoani Geita katika kongamano linalotarajiwa kufanyika Mei 11, 2025 kwa lengo la kupokea na kuwasilisha pongezi za wachimbaji wadogo wa madini kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anawapambania wachimbaji katika sekta hiyo. Imeeleza kuwa kongamano hilo linatarajiwa kuwapokea wageni mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania, ambapo mashindano mbalimbali yameandaliwa ikiwemo kuendesha bodaboda, mashindano ya kura nyama choma pamoja na burudani mbalimbali kutoka kwa wasanii tofauti tofauti. Huu ni mtiririko wa matukio ambayo yatakuwepo katika siku hiyo. Mimi ni Ibrahim Mohamed na hii ni Dar es Salaam Tanzania TV. Binafsi sisi kama wachimbaji wa mkoa wa Geita kwa kweli tumejidhatiti kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyozifanya, na hususan kwenye mkoa wetu wa Geita, na mpaka sasa kwa sababu sisi tulimuelewa na tumekuwa wa kwanza katika mapato katika taifa hili. Kwa kweli sisi tumejipanga kuwakaribisha Watanzania wote hususan wachimbaji, na sisi kwenye mkoa wetu wa Geita kwa kweli wanaonufaika na habari ya madini ni wengi. Kwa hiyo tunatumia nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa alizozifanya. Kwanza sisi wachimbaji wadogo tulikuwa na kodi nyingi kichefuchefu ambazo zimepungua, hususan kwenye upande wa TRA. Tulikuwa hatuwezi kutunza kumbukumbu zetu, lakini tunashukuru serikali kupitia Wizara ya Madini kwa kupitia waziri wetu tuliandaliwa walau tuwe tunalipa kiwango kidogo kuhusiana na TRA 2% kwa kile tunachokizalisha. Leo migogoro na TRA imekwisha. Leo wachimbaji wadogo wameendelea kunufaika na madini, na sisi tunaendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais, na sisi kwa kuona kwa yale mazuri ambayo anayafanya kuhusiana na sisi wachimbaji, tumeamua kufanya kongamano kubwa ambalo halijawahi kufanyika katika nchi hii. Kutakuwa na nyama choma siku ya Alhamisi. Watu watakula nyama kwa mashindano. Atakayeshinda ataondoka na ng'ombe mmoja mzima. Lakini siku ya Ijumaa ndo siku ya funga kazi. Watu watakula, watakunywa. Ni kongamano la kumpongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mafanikio makubwa katika sekta ya madini. Sisi wachimbaji wadogo tunajivunia kuwa na mama kwa hiki kipindi cha miaka 4. Wachimbaji wadogo tumeheshimishwa sana. Sisi wa mama hatukuwahi kumiliki leseni. Lakini sasa hivi ukiuliza kila kikundi cha wanawake kina leseni, lakini mwanamke mmoja mmoja pia ana leseni. Hususan Kigosi mama ametoa leseni za wachimbaji wadogo 3,500, na pamoja na hayo sisi wachimbaji wadogo wanawake tuna leseni tayari tunamiliki. Mimi binafsi Kigosi ninamiliki leseni 3, lakini kwa upande mwingine nina leseni 3 tena, ambazo 2 tayari zimeanza kazi, moja tunasubiri utaratibu wa kiserikali. Sisi wachimbaji tumeamua kuandaa kurudisha shukrani kwa wachimbaji na jamaa zetu ambao tunafanya shughuli hizi, kwa maana ya watoa huduma kama bodaboda, mama ntilie, wote tuhudhurie hapo kwa ajili ya vibe. Lakini lengo kubwa ni kumshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa mambo anayotufanyia kama wachimbaji. Umeona tumejiorganize, tumetengeneza lemazi zinasikilizwa sasa hivi, sheria zinatungwa, tunashirikishwa. Na sasa tunakwenda kubadilisha sheria ya technical support. Badala ya kuwa tunapata asilimia ndogo 16, 15, tunakwenda kupata asilimia 30 kwenda juu, 5 tena kwa Masamia. Lakini mbali na hilo, wachimbaji wa mkoa wa Geita, naomba niwatangazie leo, mwaka wa fedha 2024 2025 tumekwenda kuwa kinara. Tumekusanya zaidi ya bilioni 249 kama mkoa, hakuna mwingine anayetufuata nyuma. Katika sekta madini mkoani Geita, Mheshimiwa Rais amesaidia wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa katika mambo mengi sana. Katika wachimbaji wadogo amewezesha masuala mengi, ikiwa ni pamoja na kuondolea changamoto za upatikanaji wa maeneo kufanya uchimbaji. Kwa sasa hivi mkoa wa Geita yapo maeneo mengi yametengwa kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Nikianza na mkoa wa kimadini Geita, yametengwa takriban maeneo 9 na akatolewa leseni za uchimbaji mdogo. Zaidi ya wachimbaji leseni 2,000 zimetolewa kwa wachimbaji wadogo. Kwa tumeondoa ile kero ya wachimbaji kulalamika kwamba hawana maeneo ya kufanyia utafiti na uchimbaji wa madini. Sasa hivi wachimbaji wamepata leseni, wanachimba, wanakopesheka na wanaweza wakazalisha madini
kwenye maeneo yao wenyewe. Kwa hiyo tumeondokana na ile changamoto ambapo wachimbaji wanalalamika wakipata eneo wanafanya utafiti, eneo likiweza kuzalisha na kuja mtu anawafukuza. Sasa hivi wanachimba kwenye maeneo yao. Lakini pia Mheshimiwa Rais pamoja na kuwapa hayo maeneo amewawezesha kupata mashine za kufanya utafiti. Ipo mashine moja imenunuliwa, iko chini ya shirika la madini STAMICO kwa ajili ya kuchoronga miamba na kujua mashapo yaliyoko ardhini, ili wachimbaji sasa wanavyoenda kufanya shughuli zao anakuwa na taarifa za utafiti wa eneo husika, na hizo zinamwezesha hata kwenda kwenye taasisi za fedha kwa ajili ya kukopesheka. Lakini pia wachimbaji hawa hapa wameandaliwa masoko mengi ya madini. Jumla hadi sasa hivi tuna vituo vidogo vya ununuzi wa madini 10 katika mkoa wa kimadini Geita pekee, ambao unamaanisha ni wilaya Chato na wilaya ya Geita. Vipo vituo vya ununuzi wa madini 10 na soko kubwa moja la madini. Kwa jumla tuna masoko 11 ya kununua madini. Maana yake ni nini? Mchimbaji sasa hivi hadanganyiki tena kwenye masuala ya bei. Kwenye yale masoko ya madini kuna maafisa wa madini, kuna maafisa wa taasisi nyingine ambao kazi yao ni kufanya uthaminishaji wa yale madini yanayonunuliwa na yanayozalishwa na wachimbaji na kuyaleta sokoni.